Serikali ya Mexico imetuma maelfu ya wanajeshi katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo ili kuimarisha usalama kufuatia wimbi kubwa la vurugu lililotokea baada ya kifo cha kiongozi hatari wa genge la dawa za kulevya Nemesio Oseguera Cervantes, anajulikana zaidi kwa jina la El Mencho. Waziri wa ulinzi wa Mexico Ricardo Trevilla alisema kuwa zaidi ya wanajeshi 2500 wa ziada walitumwa katika maeneo ya magharibi mwa nchi hiyo siku ya jana Jumatatu, Februari 23 mwaka 2025, huku serikali ikithibitisha kuwa jumla ya wanajeshi wapatao 9500 tayari walipelekwa tangu Jumapili ili kudhibiti hali ya usalama. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya kuzuka kwa mashambulizi, uchomaji wa magari na mapigano katika majimbo mengi kufuatia kifo cha kiongozi huyo wa genge. El Mencho alifariki akiwa chini ya ulinzi wa serikali muda mfupi baada ya kukamatwa na vikosi maalum vya Mexico katika jimbo la Jalisco ambalo linajulikana kuwa ngome kuu ya genge lake. Kukamatwa kwake kulionekana kama ushindi mkubwa wa serikali, lakini pia kulisababisha mlipuko wa vurugu kutoka kwa wanachama wa genge hilo waliokuwa wakijaribu kulipiza kisasi na kuonyesha nguvu zao. Genge la Jalisco New Generation Cartel linachukuliwa kuwa moja ya mashirika hatari zaidi ya uhalifu nchini Mexico na duniani kote. Genge hilo limehusishwa na biashara za dawa za kulevya kimataifa, mauaji ya halaiki, utekaji nyara na mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama. Kwa miaka mingi, El Mencho alikuwa akitafutwa sana na mamlaka za Mexico pamoja na Marekani kutokana na nafasi yake muhimu katika kuongoza operesheni za genge hilo. Baada ya kuthibitishwa kwa kifo chake, wanachama wa genge hilo walianza kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali, wakichoma magari barabarani, kufunga barabara kuu na kushambulia vituo vya polisi. Ripoti zinaonyesha kuwa zaidi ya majimbo 20 yameathiriwa na vurugu hizi, hali ambayo imezua hofu kubwa kwa wananchi na kusababisha kusimamishwa kwa baadhi ya shughuli za kijamii na kiuchumi. Serikali ya Mexico imesema kuwa kupelekwa kwa wanajeshi ni hatua ya haraka ya kuhakikisha usalama wa raia na kuzuia genge hilo kusambaratisha utulivu wa nchi. Hata hivyo, wataalamu wa usalama wanaonya kuwa kuondolewa kwa kiongozi mmoja hakumaanishi mwisho wa genge hilo, bali kunaweza kusababisha mapambano mapya ya kugombea madaraka na kuendelea kwa vurugu.